Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Matumaini yangu makubwa kuwa mzima wa afya, mpenzi msikilizaji wa redio kijamii Kivu popote pale ambako unaendelea kutusikiliza. Najua kuwa kwa kando kando redio yako ili kuweza kusikiliza matangazo yetu, na ukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, uchambuzi ambao unagubikwa na ukurasa wa habari muhimu leo. Uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Omari Makelele Uzile, na upande wa pili na Sadiona kijana Merci Mbeleji Pamale. Nasema karibu na tuambatane kwa pamoja mwanzo wa tamati. Kabla ya kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, hebu fateni habari muhimu hii ambayo inamkaribisha mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Karibu. Asante sana mwenzangu Omari Makelele Ozil. Wacha nianze na habari hizi kwa habari muhimu za siku ya leo. Tuanze na katika mji wa Baraka. Meya wa mji wa Baraka kwa muda na vitengo vya usalama vimetembelea kwenye bandari ya Mshimbaki ili kupata suluhu kwa mzozo uliokuwa kati ya kundi za wazalendo kwa kutaka kila kundi kukusanya pesa eneo hilo. Msafara huo umetembelea pa Mshimbaki siku ya 3 ya wiki tunayo ya tarehe 30 Aprili 2025. Nitaendelea kuweka malalamiko ya raia wangu kuwa kipaumbele mpaka mwisho wa muhula wangu, kwani mimi ni mtumishi wao. Ndivyo amesema mbunge wa kitaifa mchaguliwa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya kitaifa, ambaye amehakikisha kuwa mitihani ya kitaifa itakuwa kwa bure. Tukamilishe habari muhimu siku ya leo na habari za kule Uvira. Vitendo vya mauaji ya kutumia silaha vinazidi kushamiri zaidi siku hizi ndani ya mji jirani wa Uvira, ambako mwanzoni mwa wiki hii zaidi ya vifo 5 ndivyo vimekwisha kuorozeshwa. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia yanaomba kwa viongozi kuvalia njuga swala hilo kwa mapema. Mwenzangu Omari Makelele Ozil na weka rukta kwenye habari muhimu kwa siku ya leo. Shukrani sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa habari zako muhimu. Tujikite kabisa ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba katika malengo ya kutathmini namna gani mgomo wa walimu unavyoendelea, ndio lengo mojawapo ya kikao kilichoandaliwa Jumatano hii ya tariki 30 Aprili 2025 na walimu wa primari wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi. Bobasha Asokolo Pouvoir ni mhamasishaji wa walimu wa shule za primari, pia akiwa kama msemaji ameonyesha lengo la kikao hicho, huku akiomba wazazi kuacha watoto wao manyumbani hadi pale serikali itajibu kwa mahitaji yao. Mtumsikilize Asokolo Bobasha Pouvoir akiwa mbele ya mikrofoni ya mwenzetu Bokor Tantin Altama. Kikao cha leo tulikuwa tuna evaluate greve yetu ilitembea namna gani na tuko wapi na tutafanya nini. Baada ya kufanya ile evaluation, tumeenda kuona ya kwamba hakuna chochote kabisa ambacho kimetendeka. Tulikuwa tunazania labda government itatulipa pesa zetu za miezi miwili, hakuna hata kitu kimoja. Hivi tena tunaingia mwezi wa 3, yani tunadai government yetu tulipe pesa za miezi mitatu, na wakati kama government haiyatulipa hizo pesa, walimu wamesema ya kwamba hawatarudia shuleni mpaka wakati government itakapolipa hizo hela. Sisi mahitaji yetu ni kusema ya kwamba government tulipe zile pesa zetu za miezi mitatu.
maana tunajua watu watembe wanapata kila mwezi, na wakati wao wanapata kila mwezi na sisi hatupati, yaani imekuwa kama vile ametuonelelea makusudi tusipate zile pesa, atupatie miezi mitatu kisi wenzetu nao wanaenda kupokea pesa zao kama kawaida. Ujumbe ni kusema ya kwamba sisi tunaambia wazazi watoto wabaki tu nyumbani, wakati government itakapoleta pesa na walimu tena watarudia kumasomo kama kawaida, na tutafanya tena kikao ya kuruhusu walimu waanze makazi zao kama kawaida. Upande wa walimu wameonyesha sababu zilizopelekea wao kutokusherehekea sikukuu ya walimu nchini mwaka huu kama walivyoeleza hapa. Enseignant Taipe Mohamed. Sie selo mie naweza sema tukusherekee yetu ya le 30 avril, journée de l'enseignement. Atukusherekea juu tuko mugreve, ndio ya kwanza. Ya pili, atukusherekea hatuna pesa. Tunauza kama uniforme, tunafanya fete yetu, tunakunwa, tunavala maniforme yetu. Sasa vile vyote tutavifanya kama tuko na pesa. Sasa pesa hakuna. Maisha ya walimu kwa sasa iko mbaya sana, maana tuko tunaishi juu tuko watu na Mungu alitumba na akili zingine, lakini tunaishi vibaya sana. Kwa hiyo naweza lomba serikali ijue mwalimu na yeye kama ni mtu iko na jamaa na familia na watoto wanasoma, lakini serikali yetu aijue walimu kama ni watu, kama ni wafanyakazi wa serikali. Tunaonekana kama ni watu wa chini. Meme badariste banatuzarau, baenda mashamba banatuzarau. Sasa tunaomba serikali itutie na sie sawa na wengine wafanyakazi, na tuanze pokea sawa na wenzetu. Mwalimu wa Epe Asangala Ubwari, maître en chef ama wa chini ya kiongozi ama mwalimu mkuu wa lile shule. Ndiyo sisi walimu hatukusherekea sikukuu yetu leo ya tariki 30 mwezi wa 4 kwa ajili ya maisha kuwa mabaya, walimu kukosa pesa zao na maisha kuendelea kuwa mabaya zaidi. Maisha ya walimu kwa sasa yako pabaya, na kama hawakuangalia vizuri kuna baki walimu washikwe kwamba wanakuwa wanaanza kuzulumu ama wanaiba vitu vya watu. Ndiyo mimi kungambo yangu ama kungambo ya walimu wote tungehitaji serikali itufanyie nguvu zote, isukumie walimu ama itumie walimu pesa zao kwa ajili waendeshe maisha na watoto zao, juu watoto wanasoma, watoto wanahitaji kuvaa, watoto wanahitaji kula, watoto wanahitaji dawa. Sasa hivyo vyote vinatokana pesa hakuna na maisha ni mabaya. Kusafiri, kusomesha, kunatukuta serikali imetuachililia sana. Bule wetu budogo tuwe nao mumfuko. Hivi tunadai sasa miezi mitatu leo tariki 30 na tunarudi kazini. Hatuna ingine kazi, ndio kazi Mungu alitupa, tuko tayari kuitumika kwa moyo wenye kukunjuka bila wasiwasi. Na muendelee na kazi ya kutupasisha mahabari kwa wengine. Mwalimu wa Epe Amani Mwandiga. Hatukusherekea sikukuu ya leo kufatana na uhaba wa hela, yani hatuna hela. Maisha ya walimu kwa sasa hayapo mzuri kabisa kufatana na walimu hawapokei miezi 3 hivi kabisa hawapokei, na kwa hiyo maisha ni mabaya kabisa, magumu sana. Magumu kwa kupitia kukosa hela ya kununua mambo ya kukula na mambo ya vitu vingine. Hata kwenye hospital tunakosa hela za kulipa. Tunaweza hitaji serikali itufie huruma. Mimi ni enseignante wa Epe Bunyemu Mwandiga. Maisha yetu iko chini sana. Paka hivi tunashindiwa hata na wa marangaza. Hapa ngolwa mwingine banatushindia. Manake tuko chini sana. Naweza lomba serikali ifanye nguvu itusaidie kumakuta, vraiment tuko tabani na watoto. Enseignant Alepe Ubwali. Hatukusherekea sikukuu kwa sababu walimu wiko na sikitiko kubwa ya kukosa pesa. Wanateseka, wiko na njaa, wakaona mtu yuko na huzuni hawezi enda kusherehe. Maisha ya sisi walimu inateseka sana. Kwa sisi walimu tuko na watoto wenyewe wanasoma ku secondaire, wanafukuzwa kwa masomo juu hapana pesa. Kutumikia wengine watu kazi mwanamke wa mwalimu, na ile yote iko sawa cheko kabambi. Tunaanza chekewa na watu wenyewe wa mwingine wa virajo wanacheka sisi walimu. Angalia ndio bibi wa mwalimu, ndio mtoto wa mwalimu, anaonekana sawa mtoto wa moyo, mfanyakazi mwa waovu wa nivu ya bure.
Tubaki tu katika mji wa Baraka ni kwamba meya wa mji wa Baraka kwa muda na vitengo vya usalama vimetembelea kwenye bandari ya Mshimbaki ili kupata suluhu kwa mzozo uliokuwa kati ya vikundi vya wazalendo kwa kutaka kila kundi kukusanya pesa eneo hilo. Katika mazungumzo na redio yako, Bi Emerite Tabisha Mongelwa amesema kuwa wameamua kutembelea pa Mshimbaki kutokana na hali ilivyokuwa kati ya kundi za wazalendo. Emerite Tabisha amezungumza na mwenzetu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Tunatembea kwenye poro ya Mshimbaki nikishindikizwa na koloneli wa FARDC, major wa la police na service ya ANF. Tunakuja kwa hiyo lengo tu ya kutafuta namna gani kutatua mzozo ambao umo kati ya vikundi vya wazalendo kufuatana na mfuko ambao wanagawanya kwa kuishi kidogo kidogo kwa wakati huu ambao wako wanapiga bunduki ambao wanaita effort de guerre. Pesa ambao zinakongolewa kwa kuwasaidia wao wazalendo zinaleta mzozo. Kwa hiyo iliomba tufike kwa kuangalia namna gani tutamaliza mzozo, kwa sababu tumeona wale wengine wazalendo wa makundi zingine wamefanya kambi huku, na hiyo kambi sio kwetu kwa usalama, sio mzuri zaidi, kwa sababu na wengine wakileta huku milio ya masasa inaweza kuwa, na hiyo itakuwa inazofisha zaidi sana usalama wa watu. Tulikuja kwanza kusalimia hii kundi ambayo iko hapa, na pili kujadiliana na vitengo vya serikali ambavyo viko kwenye port. Pia kuangalia usalama wa maboti. Kuna boti 3 hapa ambazo ziko na mizigo, kuangalia usalama wa maboti, na hiyo mizigo ni kusema mali ya raia ambao sisi serikali tunaanza kutosha kotozo. Upande mwingine, Emerite Tabisha Mongelwa, meya kwa muda wa mji wa Baraka, ameongeza kuwa bado wataitisha kikao kingine kitakachohusu namna pesa ya effort de guerre itakavyokuwa na gawika kati ya kundi za wazalendo. Kwa hiyo tumeona maboti na tunahakikisha watu ya kwamba vitengo vya serikali viko natumika kazi, wanapakua hiyo maboti. Tumeona wazalendo walikuwa kwa nafasi fulani na koloneli aliacha na wahamisha, anawatia sasa kwa nafasi nyingine fulani ili bandari libakie liko huru sana. Na tumeongea na vitengo vya serikali, basi tunasubiri kutakuwa tena ingine reunion ambao tutaambia watu ikiwa itaenda vizuri namna gani tutawagabulia, watagawanya hizo pesa ambao zinatolewa, wakule kidogo kidogo, mehote wakule pamoja, kwani wengine wanashtuma kwamba ni CNPSC tu yenyewe ndio inakula. Hiyo tu ndio inatufikisha hapa. Ujumbe wangu ni kwamba usalama na amani ni vitu ambavyo sote, kila mtu azingatie, atie mchango wake ili jiji la Baraka liwe jiji ambao watu wanakuja wanaburudikia hapa, wanafurahia, wanapumzikia, na pia wanafanya biashara kwa kufanya maendeleo ya jamii na ya jamaa zao kwa hali ambayo inahudumu. Na katika tarafa la Fizi ni kwamba nitaendelea kuweka malalamiko ya raia wangu kuwa kipaumbele mpaka mwisho wa muhula wangu, kwani mimi ni mtumishi wao. Ndivyo amesema mbunge wa taifa mchaguliwa wa Fizi kwenye ngazi ya taifa, ambaye amehakikisha kuwa mitihani ya kitaifa itakuwa kwa bure. Izake Mulucha Ashbe asoma ripoti ya mwenzetu Nikodem Kashindi hapa ndani ya studio. Habari ya furaha tena ya kupanguza machozi hasa kwa wazazi na watoto ameitoa katika mazungumzo na Radio Kivu Baraka kwenye line ya simu akiwa mjini Kinshasa. Mchaguliwa huyo wa Fizi, mbunge Msenyibwa Pele Janvier, amepongeza serikali kuu ya Kinshasa kwa kukubali ombi lake ili mitihani ya taifa iwe bila malipo kwa mwaka huu wa 2024-2025 licha ya kwamba haikuwa kazi rahisi. Na wapatia kwanza pole ndugu zetu wote wanaopatikana Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri, en particulier Fizi. Unajua Est inapitia magumu mengi, na hiyo magumu imeletwa na vita ambavyo vimetoka Rwanda ikitumikisha hapa nchini kwetu
M23 na AFC, na hiyo ilifanya watu wengi wakimbie, imefanya watu wengi wahombe, na imefanya hata ndugu zetu wengi waache shule kwa sababu wazazi wamehomba na hawana namna ya kutafuta kwa sababu ya vita. Mimi kama vile mmoja wa wanabunge, mtumishi wa raia, nilipoona na kusikia jinsi ndugu zetu zaidi les jeunes espoirs du Congo wanaacha masomo na wengine hawana na posibilite tena na uwezo ya kufanya examen d'etat parce que deja vita imekuja haribu pato la familia, mimi nikasema jambo hili linabidi lizungumzwe katika bunge. Na ilipofika tarehe 11 wa mwezi huu ambao umefika mwisho, mimi mtumishi wao nilisimama nikaambia ndugu zetu, nikaambia kolege wenzangu katikati ya bunge kwamba inabidi bunge liangalie namna gani inaweza kusaidia ndugu zetu, au government iangalie namna gani inaweza kusaidia ndugu zetu, na tukafanya mambo kama na hayo, watajua kwamba tuko pamoja nao. Hata hivyo, upande mwingine, mbunge wa taifa ameshukuru spika wa bunge la taifa pamoja na waziri mkuu ambao wamesikia malalamiko yake, huku akiongeza kuwa ataendelea kuwa jicho na sikio la raia wa Fizi na DRC nzima kwenye bunge. Msenyibwa Pele Janvier amerejea mara tena. Nilievoke kesho ya wa finalist wa Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri wapite mtihani wa examen d'etat kwa bure. Kama mdogo wangu mimi aliacha shule kwa sababu ya wazazi hawana kitu, mwenyiko mdeuxième CO au mpremière CO, imaginez-vous mwenyiko msixième CO, est-ce que ataweza kufanya mtihani kweli? Nilielewa mambo kama na hayo, na nilishukuru kwa sababu le président wa Assemblée nationale mheshimiwa Veka alisema wataangalia namna gani kufanya une intervention humanitaire ambayo mambo kama na hayo yanaweza ikapita. Lakini sikuishia pale, nilienda nikaandika kibarua, nikaenda hacha kwa premier ministre, nikamwonyesha kwamba magumu kwa sababu ya vita yamekuwa mengi nyumbani Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri. Maisha yamekuwa magumu, bunga imepanda bei, chakula imepanda bei, franga hazitembei, na hata vice gouverneur son excellence Jean-Jacques Lacano alisema katika hotuba yake kwamba aujourd'hui province haiko na pouvoir ya kumobiliser $5,000 mu 2 semaines. Pourquoi? Parce que vita imekuja haribisha yote. Imaginez alors kama province haiko na pouvoir au na capacité ya kumobiliser hizo franga, situation ya raia yetu iko namna gani? Sio kama wanaishi kwa magumu mengi. Nikaivokea hayo, nikaonesha katika barua, na premier ministre alitonesha kwamba mambo kama na hayo government inapaswa ijimplike, angalie namna gani itasaidia ndugu zetu ili wafanye mtihani kwa bure wa 6e année. Mimi nashukuru kwa sababu deja nous sommes rassurés que ndugu zetu watafanya mtihani kwa bure. Tuliona wa communiqué officiel ya province éducationnelle Sud Kivu 1, Sud Kivu 2, na tunasema hiyo ni jambo kubwa na inaonesha kwamba government inajali pia wanafunzi kupitia sisi ambao tumetoa malalamiko yetu ili wakubali. Na souhaite bonne chance kwa wanafunzi wote, na wa dénoncer toute tentative ya kila chef d'établissement mwenye iko nalipisha. Sisi tuko pale kufuatilia mambo kama na hayo, kama jinsi tulivyofuatilia ili wapate fursa ya kutumika mtihani bila kulipa. Tukumbushe kuwa atakuwa mgeni rasmi kwenye radio ya kijamii Kivu ili kuzungumza na raia wake mida ya saa 1:45 leo hii. Asante sana Izake Mulucha Ashbe kwa ripoti hiyo. Tujielekeze huko katika mji jirani wa Uvira. Ni kwamba vitendo vya mauaji ya kutumia silaha vinaripotiwa kushamiri zaidi siku hizi ndani ya mji jirani wa Uvira, ambako mwanzoni mwa wiki hii zaidi ya vifo 5 ndivyo vimekwisha kuorozeshwa. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia yanaomba kwa viongozi kuvalia njuga swala hilo mapema. Katika mahojiano na redio yako, mwanasheria Chako Chango Bon Ane ameanza kwanza kutoa picha halisi ya hali ilivyokuwa kwa sasa katika mji wa Uvira. Kuna umoja mwenye aliuawa jana mkartie Rugenge, na mwingine nilikuwa mwingine batatu ilikuwa accident.
quartier Kimanga. Bale ba quartier Kimanga balikuwa ba motare bawili ba Kirundi ambao habakujulikana. Mmoja anatoka ngambo ya Meri anakuya Mulongwe, mwingine anatoka kama Mulongwe anaenda njia ya Meri, ni barabara ya Kabulimbo. Sasa bote bawili bakagongana, bakapigana teke, ba motare bote bawili bakakufa na abiria umoya akakufa. Balikufa pale pale bote matatu na bote abajazikiwa. Abiria alikuwa soda na wale wa motare walikuwa bote Barundi, abajazikiwa bote bangaliki wale wa Burundi na wengine mota na ule soda bangaliki bote morgue. Paraporo ya hapo motare baili wa Kirundi ilikuwa acceleration ya vitesse. Unajua kweli Barundi bako na accelere sana barabara, bako na confusion sana ya barabara, bako vraiment ya vitesse ya kabambi sana. Hiyo tunajua, tumeshawaambia na tunayabasikiaje, kama ni jua mingi, kama ni sanza na bakoroka mkichwa hautaelewa. Lakini pia kuna wajene wawili mamwizi wenye waliuawa mkartie Songo usiku wa kucha leo. Wale wajene balitoka mnamo prison centrale ya Uvira, na wakati walitoka prison centrale ya Uvira, unajua kwamba raia iko na boga na kila mtu kuna surveiller mwenzake. Ndio raia imewakamata na kuwaua. Ndani kulikuwa mna wazalendo wale wa raia akawapiga masase bakakufa. Hiyo ni evenement ilikuwa mkartie Songo ya bamotari, ilikuwa mkartie Kimanga. Tukienda ngambo ya juu jana jana kuna jeune garçon mwenye alipenda kunyang'anya mzalendo bunduki mnamo quartier Rugenge. Sasa ule mzalendo aliona vibaya hali ya ule kijana, kwa alikuwa hajulikani, na ndio ule mzalendo akapiga ule kijana masase mkifua na mkichwa, ule kijana akakufa pale pale. Wenyewe walimzika walikuwa wa Croix Rouge. Hiyo ndio hali ya majeraha na hali ya vifo wa vijana kupitia silaha ambayo wengine vijana wanakamata. Na alipoulizwa kwa nini visa vya watu kuuawa kwa kupigwa risasi na wakati Uvira hasa ndiyo yenye kuwa ngome ya kijeshi, Chako Changbon amerejea mara tena. Sikufichi mtangazaji, watu wanakufa wengi katika Uvira. Kuna wamoja wanajulikana na kuna wengine hawajulikani, na wamoja wanajulikana kwa sababu makaiko, lakini wengine kajulikana kwa mwenzako ana mipote yake au juu kwenye wako. Ile iko dina nini? Iko dina na kwanza na mtu yeye peke anadevelope hali mbaya mbele mwenzake. Ya pili, kuna watu walikutaniwa kwa madossier entre wao kwa wao na wanafanya ma vengeance privé. Mtu anaenda kuambia wazalendo ndio wenyewe wamkatie sheria, ama anaambia watu wabaya nyukua na silaha ndio wamkatie sheria, ama yeye mwenyewe anajikamatia mareglement, ama yeye mwenyewe anajikamatia silaha anaregle konte yepe. Ndio hali ya moto katika Uvira. Watu waaminiani na tukishikana kwa saa na usiku na mchana, na wengi hawalali nyumbani kwao. Mtangazaji, ni kweli kwamba Uvira ndio kwenye piko komanda 33e region militaire, Uvira ndio kwenye piko komanda wa 10e region militaire, Uvira ndio kwenye piko komanda wa secteur Sokola de Sud Kivu. Utaelewa kwamba Uvira ndio kwenye piko koalisio kubwa ya wazalendo. Wazee wetu wa ya kutumba wako hapo, wazee wetu wa Rene Itongo wako hapo, wazee wetu wa Makanaki Kasimbira John wako hapo, wazee wetu wa Kashumba wako hapo, wazee wetu wa Abdul wako hapa na wengine. Utaelewa kwamba kunaweza kuwa tu kati ya watu, kati ya jeshi, kati ya wazalendo wenye wako na roho mbaya, lakini si wote, na wale wako na roho mbaya wadogo sana. Lakini kile tumemani kuwa tunashukuru wazalendo wakubwa ni kwamba wamekataza masasi kulia hofu na wameambia kwamba mtu alinde mwenzake, ila kuna wamoja wenye wanaweza kuwa kuna nia mbaya kati ya wazalendo wao, kati ya FARDC au kati ya watu katika unajua kwamba Uvira maarme iko. Na kwa wale wapendelevu wa habari za michezo ni kwamba itakapofika siku ya 4 ya wiki tunayo ya tariki mosi Mei 2025 katika uwanja wa Lumumba kutapigwa mechi ya kata na shoka kati ya waandishi habari dhidi ya wafanyakazi wa serikali. Wasikilizaji na watazamaji wa soka katika mji wa Baraka na tarafa la Fizi waalikwa pale kwenda kuhudhuria mtanangi huo mkali.
Na vile vile huko katika bara la Ulaya ni kwamba usiku wa leo ni FC Barcelona katika uwanja wa Camp Nou watawakaribisha vijana wa Inter Milan katika hatua ya nusu finali ya michuano ya ligi ya mabingwa Ulaya katika hatua yake ya awali. Na mwisho ni kwamba beki wa klabu ya Real Madrid Antonio Rudiger amefungiwa mechi 6 huku Lucas Vazquez akifungiwa mechi 2 kutokana na vurugu aliyoifanya kwenye mechi ya finali ya Copa del Rey dhidi ya FC Barcelona. Kadi nyekundu ya Jude Bellingham imeondolewa na yupo huru kutumikia klabu yake hiyo mechi zijazo. Msikilizaji, endapo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita band 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Hivi sasa tujielekeze kule Kalemi, mji mkuu wa jimbo la Tanganyika. Ni kwamba kijana mmoja ameuawa kwa kuchomwa moto na watu wasiojulikana usiku wa kucha siku ya 3 ya wiki tunayo ya tarehe 30 April 2025 kwenye maeneo ya mtaa Kalombi tarafani Jilake mjini Kalemi, jimboni Tanganyika. Radio Kivu Kalemi tunajiunga na mwenzetu Olombwe Didier Doctor. Tukio kama na hilo linakuwa nafanyika mnamo usiku wa Jumanne kwa mkia Jumatano hii maeneo ya mtaa Kalumbi tarafani ya Jilake hapa mjini Kalemi. Kufuatana vyanzo vyetu, ni kijana ambaye umri wake bado kufahamishwa kabisa, ambaye alikuwa anashikiliwa na watu wasiokuwa wanajulikana na kufikia kuunguzwa moto majira kama na hiyo ya usiku. Vyanzo vyetu vinaeleza kwamba muhanga kama na huyo inawezekana alikuwa anafuatiliwa kwa kesi tuhuma za matendo ya ugaidi. Wakati ule alipokuwa anashikwa, ni hapo raia walikuwa wanajamulia kabisa kumuua pale walipokuwa wanamunguza moto. Juhudi zetu zote za kupata maelezo ya kina kuhusu mauaji kama na hayo yaliokuwa yanafanyika mtaani Kalumbi haijafua kabisa dafu. Wakati ule tujulishe kwamba matendo ya ugaidi ikisababishwa na kesi za wizi inakuwa inaendelea kuripotiwa maeneo mbalimbali ya mtaa ya Kalemi. Pale wagaidi hao wanakuwa naiba na hata vile vile kusababisha vifo vya watu. Raia pale wakidai kabisa kuchoshwa na matendo kama na hayo ya wizi, wanakuwa naomba kwa viongozi kudhibiti vyema usalama ili kuwalinda wao pamoja na mali zao. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe Didier Doctor. Tumalizie uchambuzi wetu wa habari na habari za kitaifa. Rais wa Guinea Bissau amewasili mchini DRC hii Jumanne ya tariki 29 April 2025 huku akipokelewa kwenye uwanja wa ndege wa Njili naye waziri mkuu Bijidite Suminwa, na kisha kuelekea kwenye ikulu ya rais ambako alikutana na mwenzake Felix Tshisekedi Chilombo. Mengi zaidi na Safari Alimasidilwe. Alipokelewa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili na waziri mkuu Judith Suminwa, rais wa Jamhuri ya Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalo alielekea moja kwa moja kwenye ikulu ya rais ambapo alikaribisha na mwenzake Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika ziara yake ya kikazi kwa masaa 48 pa Kinshasa, rais wa Guinea Bissau Umaro Sissoco alipongeza rais wa DRC na mwenzake wa Rwanda kuchagua njia ya amani. Baada ya ziara yake ya siku 3 huko Kigali, namba moja huyo wa Guinea Bissau alisema mbele ya vyombo vya habari kwamba DRC na Rwanda kama majirani wa Kiafrika hawapaswi kuishi katika vita kama ilivyo sasa katika Kivu ya kaskazini na kusini. Hakibainisha kuwa yeye ana jukumu kama mpatanishi katika mzozo huu, Umaro Sissoco alisitiza kwamba DRC kwa msimamo wake wa kimkakati inajumuisha maendeleo ya Afrika. Kulingana naye, sababu ya kufanya kampeni ya amani katika eneo lake na kuunda ushirikiano ni hizi, namnukuu: kwa hivyo DRC na uzoefu wa kwenye sekta ya madini. Guinea Bissau ina madini lakini bado haijaanza kuyachimba na tunataka kupata uzoefu huu. Sisi zaidi ya hayo ni wauzaji wakubwa wa samaki. Kwa upande wake, rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi alithibitisha kujitolea kwake kwa dhati kurejesha amani halisi na yenye uhakika nchini DRC. Aligundua ushiriki wa mgeni wake Rais Umaro Sissoco katika kutaka amani kati ya Rwanda na DRC. Mkuu wa DRC pia alisitiza juu ya kuheshimu mipango ya amani iliyofanywa na washirika wa DRC. Namnukuu Rais Felix Antoine Tshisekedi: nitaleta amani, lakini amani ya kweli na yenye uhakika. Kutoka kwa kile unachokiona hakutakuwa tena mzozo tena katika DRC. Hii ndio matakwa yangu na kiapo changu.
alisemayo Rais Felix Antoine Tshisekedi. Kulingana na Felix Tshisekedi, siku ambayo Afrika itakuwa eneo la biashara yenye uhuru, bara hili litazungumziwa kivingine. Alitaka pia wa Afrika kuondoa dosari kadhaa kama vile uvamizi na kuzorotesha amani katika nchi jirani. Badala ya kuweka ukuta kati yetu, kutupa madaraja kuunganisha mataifa yetu, kwa sababu sote tumeunganishwa na changamoto moja, alimalizia na kusema hayo Rais Felix Antoine Tshisekedi. Ni hayo tu kama habari za Girefa kwa siku ya leo. Nani hapo ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, na kushukuru msikilizaji ambaye aliweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru jopo nzima waandishi habari Radio Kivu walionisaidia kuziandaa. Mimi ni Omari Makilele Ozile, Merci Mbele Chipa mali alikuwa kuna koda wote la mitambo, nasema asante na kwaheri.